Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, matumaini yangu kabisa umzima wa afya. Na siku ya leo tumeweza kuzungukia katika uwanja wa Papa Kalenga ambako tumeweza kupokea na kusikia takriban mifuko ya kutosha ya simenti imeweza kufika kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa uwanja huu Papa Kalenga kutoka kwa mbunge Chakubuta Mfaume TH. Na kwamba tu kabla hatujamsikia mgeni wetu, usisahau tu kusubscribe kwanza YouTube channel yetu pamoja na kushare kwa wengine ili mradi waweze kuona ni kitu gani ambacho kinachoweza kuendelea. Mimi ni Miraji Nudi na nyuma kamera ni 4BM. Mjambo kiongozi. Jambo. Naam, labda ungeanza kujitambulisha mbele ya yote. Kwa majina naitwa Biaome Ocha Biavile. Na tasikia wewe kama mwakilishi wa mbunge mchaguliwa Chakubuta Mfaume TH kuwa kuna mifuko kadhaa ya simenti imeweza kuingia. Swala hili likoje na ni mifuko ngapi ya simenti imeweza kuingia? Haya, ni kweli mbunge Chakubuta Mfaume alituahidi ya kwamba atamalizia kiwanja hichi cha Papa Kalenga, na ametuahidi atatupatia simenti, na simenti imeingia kwa kweli, na imeingia mifuko 300. Mifuko 300 kwa ajili tu ya uwanja wa Papa Kalenga. Kwa ajili ya uwanja tu ya Papa Kalenga. Je, zaidi ya mifuko hii 300 kwa sababu 300 kuna simenti zingine ambazo ni sio kwa ajili ya uwanja huu? Ndio. Naam. Kuna simenti ambayo imeingia hapa Kazimia, simenti 150 ni ya kujenga tanki ya maji ya wale watu wa Buia. Tanki ya maji yenye tutajenga pale Braza ya kupeleka maji kule Buia kwa ajili watu wa Buia wanahangaika sana na maji ya kunywa. Sawa, nimekuelewa vizuri. Na huenda wataalamu kwa ajili ya kujenga hiyo tanki wapo tayari? Wataalamu wapo tayari, wameshafika kule, walifikaka mbele ya wakati, mbele ya kufika Simai ifike hapa, walienda kufanya etidi pale, wakasema hivi tunaweza jenga tanki hapa ya kufikisha kule, na inaweza gharimu kiasi ya simenti 50. Na kwa kadri ya devia ndo simenti imefika kabisa? Simenti imefika kwa kweli. Na vyuma sijui nondo zile hapa, vyuma sio vya hapa, vyuma ni vya Kibamba. Yaani kuna simenti nyingi ya hapa Kazimia ya kufanyisha kiwanja na ile tanki ya maji ni 350. Na kuna simenti nyingine ambayo tutaanzisha kuacha Kavumbwe hadi Titalama. Simenti ya Kavumbwe ni ya nini? Simenti ya Kavumbwe nayo ni ya maji. Watu wa Kavumbwe walisema wanahangaika sana na ile maji pale kusource ipo, wapate simenti ili wajengee pale hiyo wanatoka ndani ya bomba. Hapo hivyo kuna saki 30 ambayo tutaacha Kavumbwe. Na wenyewe wa mafundi tayari wameshafika ile sehemu tayari, yaani kila kitu yenyewe tunaacha hivi, mafundi tayari wameshafika pale na kupiga devi yote. Baada ya Kavumbwe umesema kuna mji mwingine huko? Kuna mji mwingine Kibamba. Tutaacha simenti 100 Kibamba pale, ni ya dispensaire. Watafyatua mabriki, bashafyatua moja mabriki na kuanza kujenga. Na baanzishe tena kufyatua ingine na kumalizia, na pale ndio kuna nondo vyuma 35 vya kutia mkaba ya ile nyumba. Kuna misumari ya kupiga mabati na misumari ya mita 10 ile ya kupigia masharpa. Hapo tunaacha Kibamba. Tutatoka hapo Kibamba tunaenda Sele Kisano. Kuna simenti 200 ambayo ya kujenga masomo, wafyatue mabriki na kujenga masomo pale Kibamba. Sele Kisano. Kutoka hapo Sele sasa tunaingia Talama. Talama kuna simenti 17. Simenti 60 ni ya kusaidia masomo. Ile masomo ya pale Talama. Tumaini ya Talama. Na kuna simenti 10 ya kusaidia bomba za maji. Zile za kujenga pale kubomba. Kule kusource tunatosha maji mumto. Inatoka kule inatembea Talama yote mzima. Natoka kule mwisho inafika hapa Talama kama njoo Disembe pale kuna kwake hospitali. Utaacha bomba hizi 3. Kama unaona hizi tuyo ni za kuzika ngambo ya mtoni.
ile ngambo ya kule, ngambo ya huku, kwa ajili wanatiaka tuyu inapitaka mtoni hivi. Mtoni ukijaa inabeba, ndio tunatia hizi poto mbili ili tuyo ipitie kule kuma poto ili isibebwe na mtoni. Hiyo ndio msaada ambapo honorable ametoa kuanzia hapa Kasimia hadi Kitarama, inene hesabu ya 715 za simenti, saki 715 za simenti Kasimia mpaka Talama. Je, kwa tathmini ambazo mliweza kupiga kuhusiana na uwanja wa Papa Kalenga, je, mifuko hiyo 300 ya simenti itatosheleza na kuweza kumaliza uwanja? Kwa simenti ambao wamefanya tathmini zote hapa kabisa, hiyo 300 itatosheleza, itapigwa mabriki na kujenga na kumaliza kabisa hizo sehemu ambazo zimebaki. Hizo sehemu ambazo zimebaki. Sawa, unaweza ukatuambia na kuambia watazamaji ni katika lengo gani zaidi sana mbunge Chakubuta Mfaume TH anaona aweze kutoa msaada huo kwa raia hususa wa hili eneo? Ni katika lengo gani zaidi sana mbunge Chakubuta Mfaume TH anaona aweze kutoa msaada kwa raia hawa wa hili eneo? Lengo za kutoa hiyo msaada kwa hii eneo, kwanza ni shukurani cha kwanza ambao waliomchagua na wakatoa sasa malalamiko yao, na sisi utusaidie, tunazidiwa, tunapungukiwa na hiki, na yeye akajiona kwa kweli walinisaidia na mimi niwasaidie. Lengo lake tena ni kwamba tuwasaidie hawa bwana, ili na mimi tena wakati ujao nitingia katika uwanja watanikumbuka. Sasa neno lako la mwisho unaweza kuwaambia nini watazamaji wanaotufuatilia pamoja na raia wote wa eneo hili la Kazimia mpaka Talama? Unaweza kutoa neno lako lipi la mwisho? Neno langu la kutoa ni kwamba kwanza ni shukurani kubwa. Hatuna mbunge kuanzia Mobutu ambaye aliye tukumbuka, lakini kwa huyu mtoto Chakubuta Mfaume, mtoto wa teritori ya Fizi, kwanza yeye ni mpendelevu. Ninabidi sasa na sisi tumuunge mkono, sisi watu wa kwanza Talama hadi Kazimia, ili tena tumpitishe, ili tusaidiwe ya kushindia hapa. Naam, tunakushukuru sana kiongozi. Ndio. Na mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, nafikiri umeweza kusikia mgeni wetu namna gani ameweza kutoa maelezo yenye kujitosheleza kabisa. Na vile vile tutoishia hapa, tutakwenda kujana na viongozi wanahusika na mpira hapa Kazimia. Ni shukrani zipi ambazo wataenda kutoa kwa Mheshimiwa mbunge Chakubuta Mfaume TH kutokana na mifuko 300 ya sementi ambayo wameweza kutolewa kwa ajili ya kuweza kumaliza uwanja huu wa Papa Kalenga. Zidi kuwa nami Miraji Nurdin mpaka hapo tamati. Naam, kama jinsi nilivyoweza kukwambia msikilizaji wa Kazimia TV, mtazamaji wangu, tutakwenda kujana na viongozi wanaohusika na mpira. Ni kitu gani ambacho wanaweza kusema kutokana na simenti ambazo zimeweza kutolewa kutoka kwa mbunge mchaguliwa tarafa la Fizi Mheshimiwa Chakubuta Mfaume TH. Tuko na kiongozi atakwenda kujitambulisha anaitwa nani na anachukua nafasi gani katika mji huu wa Kazimia kunako masuala ya soka, yani mpira. Jambo kiongozi. Jambo sana. Labda ungeweza kujitambulisha? Okay, mie kwa majina naitwa Mangala Elongo Kisafari Junadi. Na tunasikia takriban mifuko 300 ya simenti imeweza kutolewa na mbunge mchaguliwa tarafa la Fizi Chakubuta Mfaume TH kwa ajili ya kuweza kumalizia uwanja huu wa Papa Kalenga. Wewe kama kiongozi unahusika na mpira, ni kitu gani ambacho unaweza kusema kutokana na hilo? Okay, cha kwanza nimetoa shukurani sana kwa ndugu mwananchi, mwana mbunge Mheshimiwa TH Chakubuta kwa gisi alivyotimiza ahadi yake, kama alivyosema kwa watu wa Kazimia ya kwamba nitasaidia kuhusu ujenzi wa kiwanja saki 300 ya sima. Kwa kweli alitimiza ile ndoto yake, hata kama hatujafanya remise reprise,
na watu wa kamati yake, lakini nimeshaona, nimeshagusa na nimeshafanya mchango wa kutosha wa kutoa simeti muboti, kutia mchangani, kutoa mchangani, kufikisha kwenye store au depo. Kazi hiyo mimi ndiye niyo isimamia kwa gharama yote ile. Na kutokana na jinsi ameweza kutimiza ahadi yake, na ukizingatia ni mwana maendeleo mkubwa sana, ameweza kutoa mpaka na nyingine mifuko ya simenti mpaka maeneo ya Talama. Hilo nalo nafikiri una hiyo taarifa nafikiri? Okay, nina taarifa hiyo. Maana yake ndugu huyu TH kwa kweli ni msema kweli, sababu yote ambayo aliyoahidi kwa wananchi wa kuanzia sijui Kazimia hadi Talama kuhusu ujenzi wote ule unaolomba kitu kama vile simenti, ametimiza na atatimiza. Sababu gani? Huko watu ambao waliowa prometre ya kwamba atawafanyia masomo sijue maupi, nafikiri hiyo simenti yote imefika na siku chache wataipokea mzigo wao. Sasa tunataja kwanza kukushukuru, na sijui ni neno lipi la mwisho ambalo unaweza ukataja na kuambia wanamichezo wote kwa sababu ukizingatia vizuri ambaye alianza uwanja ni Bile cha Shabani Bili na mpaka sasa ambaye anakuja kumalizia ni Chakubuta Mfaume TH. Ni wito gani au ni neno gani la mwisho ambalo unaweza kawaambia wanasoka wote wapendelevu wa mpira kutokana na ujenzi huu wa uwanja? Okay. Cha kwanza kama ulivyoongea ndugu yangu, kweli aliyeuanza uwanja huu ni ndugu Bile cha au Bili, ndiye mwanzilishi wa uwanja huu, na inawezekana unaweza kuanza kitu lakini hautamalizia. Ndio. Kwa bahati nzuri, kwa neema ya Mungu tumepata mtoto wetu wa huruma, anayejali kwao, anayejali watu wao au ndugu zake, na kusema ya kwamba atamalizia uwanja huu. Kwa hiyo mimi naweza sema ya kwamba kwa wana maendeleo wote wale au wana michezo wote wale au vile vile mabunge kama wengine, wawe na roho saa vile ya ndugu TH. Maana yake wasiende bila kuangalia nyuma. Kama unaweza kukumbuka saa vile gari kuna kwa kitu hicho wanataka retroviseur. Kazi yake ni kuangalia nyuma, ujue uone nyuma kunatoka nini na unaangalia mbele kwenye unaenda. Sirse bwana TH anapiga kudai ku retroviseur, ase no nilitoka fasi gani, ilifo nikumbuke nyumbani. Kwa hiyo wana michezo wote, wana maendeleo, wabunge wote wa tarafa letu la Fizi, na waomba kwa moyo mchungufu wawe na mosa vile wa bwana TH. Ni mpenda maendeleo, anajua kwao, na cha mwisho changu mimi ni lazima sie vijana saa vile wadada, wazee, wanani, wa mama, tumuunge ndugu yetu, tushikamane naye mkono kwa mkono, kwa sababu kesho atafanya vingine. Sasa tunakushukuru sana kiongozi. Na mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, nafikiri umeweza kumsikia kiongozi anahusika na soka katika mji wa Kazimia, jinsi gani ameweza kueleza na kutoa shukrani zake zote za dhati kwa mbunge Chakubuta Mfaume TH kutokana na msaada wa saki 300 za simenti ambazo ameweza kutoa. Sina la ziada, nataja kukushukuru wewe ambaye ulikuwa mvumilivu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Miraji Nurdi, na nyuma kamera alikuwa naye ni mwenzangu 4BA. Nakuaga kukwambia thank you for your time. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Ciao.